Sasa baada ya kuitaja hii taarifu, huu utambulisho, Shekhi akaanza kuchambua sasa utambulisho huu baada ya kipengele. Akasema hivi, wa hadha taarif, na huu utambulisho, haddada maalima hadha alfanni, amedhibiti alama za hii fanni. Fanni gani? Fanni ya kufahamu mitazamo ya makundi. Huyu mwanachuoni Tash Kubri Zada amedhibiti alama za hii fanni min fununi alilmi, katika fanni za elimu, fi thalathati maalima bariza, katika alama tatu zilizo wazi. Yani elimu ya makundi inatimia katika vipengele hivyo vitatu. Awalan, kipengele cha kwanza au alama ya kwanza, qawluhu an hadha alilmi, ni kauli yake kuhusiana na hii elimu aliposema innahu ilmun bahithun an dabti almadhahib albatila, kwamba hii ni elimu yenye kutafiti kuhusiana na kudhibiti madhehebu ya batili. Hichi ni kipengele cha kwanza ambacho inatakiwa ukishike kwenye kufahamu elimu hii. Ai, maana yake madhehebu ya batili anakusudia nini? Almukhalifatu limanhaji ahli sunnati wal jamaati fil i'tiqad. Madhehebu ya batili ni madhehebu gani? Almukhalifatu, yenye kukhalifiana, limanhaji ahli sunnati wal jamaati fil i'tiqadi, manhaj ya ahli sunna wal jamaa katika itikadi. Madhehebu ya batili ni madhehebu gani? Ni madhhabu ambayo yamekhalifiana sawa na madhhabu ya ahli sunna wal jamaa. Katika upande gani? Katika upande wa itikadi, sio katika upande wa ibada na miamala, hamna, katika upande wa itikadi. Kwa hiyo jambo la itikadi ni jambo moja muhimu mno, unatakiwa ulichunge wewe, ni jambo muhimu sana. Kwa kipengele cha kwanza katika elimu ya kufahamu makundi ya batili, sawa, ili kundi lihukumiwe ya kwamba ni kundi la batili, kundi la kimakosa, linakuwa limekhalifiana na ahlus sunna wal jamaa katika upande wa itikadi. Hicho ni kipengele cha kwanza. Thaniyan, kipengele cha pili, qawluhu, ni kauli yake aliposema almutaalliqatu bili'tiqadati alilahiyya. Kipengele hiki cha pili, ai, maana yake nakusudia maudhu'u hadha alilm, maudhui ya hii elimu ya kuangalia mitazamo ya makundi, maudhui yake khasun bilkhilafi alaqadiyyi, ni maalumu katika tofauti za kiitikadi, baina tawaifi, baina ya makundi. Maudhui ya hii elimu hii, maudhui yake khasun, ni maalumu, bilkhilafi, tofauti alaqadiyyi, za kiitikadi, baina tawaifi, baina ya makundi, walfiraqi almuntasibati ila alislami, na makundi yenye kujinasibisha na Uislamu. Kwa hiyo maudhui ya elimu hii ni tofauti za nini? Za kiitikadi. Sasa kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya mashekhe wakisimama mbele ya Waislamu, sawa, wanawaambia hivi, jamani, tuvumiliane kuhusu tofauti zetu, sawa, tuchunge umoja wetu. Huu umoja wetu una thamani kubwa kuliko nini? Tofauti zetu. Alafu hapo kwenye meza hapo amekaa Shia, sawa, amekaa Sufi, amekaa Ansari, sio amekaa nani,
hawa wanawaambia Waislamu, si mnaona sisi mashekhi, si ndio? Tumekaa pamoja, tuko pamoja, tumefunika tofauti zetu. Sasa wale Waislamu wale waliohudhuria pale wanakuwa hawaelewi, sawa? Kumbe hawa wanawalaza wale Waislamu wanaposema tuvumiliane kusanya tofauti zetu, wenyewe wanakusudia tofauti za kifikhi, sawa? Kwamba huyu anasoma kunuti, si ndio? Na huyu hasomi nini? Kunuti. Na wanatoa mfano, unaona jamani, al-Imam Shafi'i alikuwa anasoma kunuti, sawa? Imam Ahmadi akienda kwa Imam Shafi'i hakunuti, naye pia anasoma nini? Anasoma kunuti. Walikuwa wanachunga zile tofauti zao, lakini mifano inayotolewa ni mifano ya kifikhi. Lakini nyinyi sasa mnavyoona wale wametofautiana kiitikadi, na itikadi hakuna ambaye yupo tayari kuacha itikadi yake, kwa sababu ukiacha itikadi yako ndio umeacha kundi lako. Na ndio maana siku moja alikuja mtu wa tablighi, sawa, akasema, bana, sisi watu wa tablighi mnatusema sana, na sisi tuna juhudi kubwa tunazifanya, tunawatoa watu katika ulevi, tunawaleta msikitini. Akaelezea hizo juhudi zao. Mimi nikamwambia, nyinyi katika itikadi zenu, nyinyi matablighi katika itikadi zenu mnathamini maneno ya Muhammad Ilyas kuliko maneno ya Allah na mtume wake. Yusikani ambaye ndio hivi ilivyo. Tablighi maneno aliyoyasema Muhammad Ilyas mnayathamini na kuyatunza kuliko maneno ya Allah na mtume wake. Mfano, kwa nini mmeweka kutoka siku 3? Mimi nataka nitoke siku 2, mtakubali? Haiwezekani. Hata utoe aya sampuli gani, hilo jambo haliwezekani. Sasa hii ni amri ya Allah, ni amri ya Muhammad Ilyas. Huu taratibu umekuwa na Muhammad Ilyas mwanadamu, lakini nyinyi hamko tayari kuuvunja. Yaani hamko tayari kuuvunja, kwa sababu ukivunja siku 3 ukaweka siku 1, tablighi hakuna, ndio ishakufa tayari. Kwa lazima atetee ile itikadi yake. Sio, mmenielewa kitu kama hicho? Huu ni mfano mmoja tu. Sasa mmekaa hapa na tablighi, si ndio? Jamani, tufunge tofauti zetu, tuwe kitu kimoja. Huu ni uongo. Wewe hauko tayari kuacha tofauti yako kufuata tofauti yangu mimi. Ni uongo, tudanganya sisi hapa. Hivi ndivyo Waislamu wanavyolazwa, na mnalazwa kweli kweli. Kwa hiyo someni, si tumeelewa? Someni. Kwa hiyo tofauti tunazozizungumzia sisi hapa si tofauti za kiibada, ushaelewa? Ni tofauti za kiitikadi.